majina naitwa AJ Boy, ni msanii wa Bongo Flava. Yeah. Ukimya wangu umesababishwa na vitu vingi kidogo hapa katikati, kwa sababu of course tangu 2021 nilipotoa nyimbo yangu ya Nikugande sijawahi kuachia nyimbo nyingine, na ni kwa sababu nilizongwa na changamoto ya kiafya. Nilipata maradhi kidogo yalikuwa yananisumbua, na mpaka sasa hivi bado yananisumbua. Kwa hiyo nilikaa kimya kwa ajili ya kujitibu na kujiweka sawa, kujimarisha. Sasa baada ya ukimya nikaona ni muda tena wa kurudi kwenye game. Ujio wangu, kwanza nilivyokuwa kimya nilikuwa nalisoma game linavyoenda na linataka nini. Kwa hiyo pia niseme kwamba ukimya umenisaidia kujua kwamba mziki unahitaji nini, na ndo kitu ambacho nimekiandaa kwa ajili ya kuwapatia kitu ambacho ni kizuri mashabiki zangu ambao walikuwa wananifuatilia tangu mwanzo. Kitu cha utofauti ni kwamba mimi naandaa mziki wangu, mziki mzuri, na wataona wenyewe utofauti wa kazi zilizopita na sasa hivi, lakini mziki ni ule ule, sauti yangu ni ile ile. Kwa hiyo kuna vitu vichache tu pale wataona ladha fulani hivi zimebadilika, nyimbo ziko mahadhi tofauti tofauti. EP yangu ina jumla ya nyimbo 5. Kwenye hizo nyimbo 5 nimeweka nyimbo ya Nikugande kwa sababu ndo nyimbo ambayo mimi imenitambulisha kama AJ Boy, imenipatia umaarufu kidogo japo sio sana. Kwa hiyo nimeweka hiyo kwa ajili ya watu wajue ni EP ni ya nani. Nimejumlisha humo. Of course Mwanza sisi ambao tunaanza mziki inakuwa ngumu sana kutoboa, lakini nahisi kuna changamoto zinazosababisha, especially niseme kwamba mara nyingi hatupewi nafasi kuperform kwenye matamasha makubwa, aidha wale watu wakubwa wanaotoka hata Dar es Salaam, wasanii wakubwa, unajikuta sisi pia hawatupi nafasi ile kubwa kuonyesha pale, kupanda kwenye majukwaa yao makubwa. Kwa mpaka underground kuja kutengeneza show yake mwenyewe watu haikubali, inakuwa kidogo ngumu. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakiona ni sisi wenyewe underground ambao tuko tunajitafuta ili kusudi tuweze kukuza mziki wetu wa Mwanza, kushikamana, kuandaa shows, kuandaa matamasha, umeona, ili kusudi mziki wetu uweze kufika mbali zaidi na kuweza kukuza pia wasanii. Kwanza kabisa ni kutafuta connection. Kwenye connection kuna mambo mengi. Especially ni kuongea pia na wale watu ambao wametutangulia kimziki, umeona, kama hivyo unavyosema kina Baraka, akina Sajna, umeona, ni watu ambao kidogo wanajua wao walipita njia gani. Kwa hiyo na sisi ingefaa pia kama wanatusikiliza, wananisikiliza sasa hivi, umeona, wajaribu kutushauri na kusema kwamba kuna njia na hizi ukipita unaweza ukafika pale juu, aidha kuna hiki cha kufanya, kama ni tamasha, kama ni nini, ili na sisi tuweze kufika mbali zaidi. Mitandao ya kijamii, mimi naweza nikasema sio mtaalamu sana, kwa sababu kipindi hiki nimekaa kimya, nilikuwa sijihusishi na kitu chochote, umeona, lakini nilikuwa ninajaribu kuangalia jinsi ambavyo mitandao ina nguvu. Of course hivi ina nguvu na unaweza ukatoka bila kutumia hata nguvu nyingi sana za promotion, but ukajipromote mwenyewe kwenye mitandao ya kijamii na ukafanikiwa. Kwa hiyo mimi naona mitandao ya kijamii kwa sasa hivi ninaitumia katika kazi zangu, umeona, nikiwa na nyimbo mpya najirecord pale na posti, naona watu wanapokea kwa ukubwa, umeona, mwisho wa siku kazi inaenda. Faida mbili za mitandao ya kijamii, siwezi nikasema pesa, labda nishawahi kuingiza pesa kupitia mitandao ya kijamii, but mitandao ya kijamii inanisaidia mimi
kusambaza kazi zangu, lakini pia na kujitambulisha mimi mwenyewe katika sehemu tofauti tofauti. Ni kukumaza wewe, umeona, kwa sababu pia sasa hivi soko la muziki wetu, umeona, kwenye upande wa kuuza kazi lipo huko. Kwa hiyo sio mtaalamu sana, lakini naona iko hivyo yani. Hasara mbili ni pale labda unapokuwa umefungua account, mwisho wa siku inakuwa ina changamoto, aidha imeibiwa, imehakiwa, imefanyeje. Kwa hiyo hizo nazo pia ni changamoto, kwa sababu unakuta mtu umeshawekeza nguvu katika kupromote akaunti zako, alafu mwisho wa siku zinakuwa zinapotea au zinaibiwa. Kwa hiyo hilo swala ndio sijajua linatokana pia na nini. Shawahi nikajikuta tu account tayari yani kama haifanyi kazi. Mimi siwezi nikapingana sana na kaka zetu ambacho wamekisema, kwa sababu wanasema mkubwa akosei, lakini mimi nachoweza pia kusema ni kwamba kila generation ina mfumo wake na ukuja nao. Lakini ukisema ngono sijajua iko vipi, lakini mimi naweza nikasema wao pia kipindi wanakuja na mziki wao ule wa ambao tuliita kizazi kipya, kuna wazee wetu wakina Dr. Lemi kule walikuwa wanaimba nyimbo kama zile za zile za kifano, kama ile nyimbo moja wameimba Msondo Ngoma, sijui inaitwaje ile, wanaume tumeomba mateso, umeona. Alafu wakaja wakasikiliza nyimbo kama za kina Fidikiu, walikuwa wanasema ni nyimbo za kihuni, mpaka walivyokuja kutengeneza sasa kuwa katika jamii na mziki ukaja ukaeleweka, umeona, ndo wakasema kweli hao vijana huu mziki ni mzuri. Kwa hiyo labda sema kwa sasa hivi tumezidisha, umeona, tumezidisha. Of course kuna nyimbo ambazo unaweza kusikiliza hivi akiwepo mzazi wako, yani uweze kujisikia vizuri. Kwa hiyo mimi nachoshauri pia tujaribu kutengeneza mziki mzuri. Ndio maana mimi kwenye nyimbo zangu uwezi pia ukakuta vitu kama hivyo, umeona. Lakini nachokisema tu kwamba sijajua soko la mziki linahitaji nini, kwa sababu naonaga wanaofanya hivyo ndo wanapewa sana airtime na nini, nyimbo zao zinaenda. Kwa hiyo na watu sasa hivi wanafanya kazi kwa kuangalia pesa, umeona. Ukiimba nyimbo ambayo labda haiko sokoni, na maana wewe unatoka nje ya mchezo. Mimi ninachokiamini katika mziki, sio lazima sote tuimbe kitu kimoja. Mimi naweza nikaimba nyimbo fulani ambayo ina ujumbe fulani, madam kile kitu kile kinagusa jamii yangu, umeona, mimi naamini kitu kitaenda. Ndio maana kuna msanii, mfano msanii kama 20% ni msanii ambaye aliimba nyimbo ambazo zilikuwa zinagusa sana upande wa maisha, lakini wakati huo walikuwepo wasanii wengine wanaimba nyimbo za mapenzi sana, umeona, lakini nyimbo zake zilikuwa na nguvu. Kwa hiyo na mimi sio lazima nifanye ambacho wengine wanakifanya, umeona, lakini kwa sababu mimi pia ni msanii ambaye ninaimba nyimbo za mapenzi, nitaimba mapenzi katika namna nzuri. Kama hivyo nyimbo zangu kizisikiliza ni nzuri, nyimbo zangu nafikiri EP ambayo nimeandaa The Next King, ina nyimbo 5 bado sijaiachia, lakini nafikiri soon, kama wiki moja mbele tayari itakuwa iko sokoni. Nitakuwa nimeshaiweka kwenye mitandao yangu yote ya kijamii, kwa watu wata search pale AJBoy TZ na wataziona nyimbo zangu zote, umeona. Kifano kama nyimbo yangu ile ya Nikugande yenyewe tayari ipo katika channel yangu ya YouTube, japo natarajia kuongeza platforms zingine za mitandao ya kijamii ili kazi zangu ziweze kwenda zaidi. Sio utotoni sana, but nilikuwa niko kama darasa la 7 hivi, nikaja mpaka sekondari. Nilikuwa napenda sana kula makaratasi. Yaani nilikuwa nakula makaratasi na yatafuna na ya meza, na yatafuna na ya meza. Sasa ile hali mimi nikawa siipendi, but nikikaa tu hivi napenda kuyatafuna, yani ile hamu inakuja. Sasa ile hali mpaka kuna rafiki yangu mmoja hivi ambaye nimesoma naye kana niuliza, kwa nini wewe unapenda kula? Yaani nikajikuta kile kitu kimeshaniathiri. Kwa hiyo nilikuwa najuta sana. Kwa nini napenda kutafuna makaratasi? Yaani nikikaa tu hivi, yaani unaona tunachana madaftari sometimes mpaka nachana karatasi zangu zenyewe za notes na kula. Yaani sikujua hiyo hali inasababishwa na nini.
Neno langu kwa mashabiki ni kwamba mimi wanisapoti. Mimi ni msanii ambaye nina ndoto kubwa, na ndoto ya kufika mbali. Nina hamu sana, nina kiu na huu muziki wa sasa hivi. Nina miaka 5 sijaachia kazi, na nimejipinda mwenyewe. Nimeandaa nyimbo zangu 5, siko chini ya management yoyote, na natarajia kuziachia kama tarehe 10 hivi mwezi huu, zitakuwa ziko anywhere kwenye platform zote. Kwa hiyo naomba tu wanisapoti, waendelee kunisapoti, waendelee kunishika mkono. Umeona J-Boy nimerudi kwa kasi. Naandalia kazi nzuri sana na zingine ambazo zinatarajia kuja. Mtu akitaka kuwekeza kwangu, nafikiri hiyo kwangu itakuwa bahati, kwa sababu ndio kitu ambacho nakihitaji. Hakuna biashara ambayo mtu unaweza kuifanya peke yako, so nahitaji team ambayo inaweza ikanishika mkono kwa ajili ya kupush kazi zangu. Umeona, sio kila kitu tunafanya mwenyewe, ukizingatia muziki bado haujawa official kazi yangu. Mimi kuna kazi zingine nazifanya sometimes zinanibana. Kwa nikishapata watu ambao wananisupport, it means kazi zangu tayari, mimi mwenyewe kazi yangu itakuwa ni muziki tu, nafikiria kuandika nyimbo.